Zakaria Thabit. Shaseti tayari. Zakaria Thabit, heshima yako. Asante sana, asante sana. Upo nyumbani? Ya, niko nyumbani, katika viwanja vyangu nyumbani, raha tu. Kuna watu wanapata mania. Wanakaribishwa, sisi hatuna baya na mtu. Wanakaribishwa. Karibu kwa sababu mpira ni mchezo wa watu wote, sio mtu mmoja. Yaani hakuna anayemiliki mpira. Hasa mpira sio tu ule mchezo, lakini na miundombinu yake yote ni ya watu wote. So sisi tunakaribisha watu. Kama mtu anataka kuja kufurahia mazingira haya, mpira anakuja, ni familia ya mpira, ndio vitu hivi kwa ajili ya mpira. Kati ya nyakati bora ambazo Azam FC wanazo, tunaweza kusema sasa hivi Azam FC wapo kwenye wakati bora kwa kutokea, kwa sababu ni mara yao ya kwanza kufika kwenye hatua ya makundi ya kombe la shirikisho barani Afrika. Pengine wewe kama mkuu wa idara ya habari na mawasiliano ndani ya kikosi cha Wakamikate, unaliongeleaje jambo hili? Of course, tuko kwenye sehemu ambayo tulikuwa tukitafuta sana kufika, lakini ile raha, ile furaha ya kufika hatua makundi ilishapita. Sasa hivi tunaitafuta robo finali. Kwa hiyo tumesitisha, yani tumeshasherehekea kuingia hatua makundi, tumemaliza. Kama ni pilau tumekula, tumeosha masufuria, tumeosha vyombo, tumekwenye kabati, imeisha hiyo. So sasa hivi tunaitafuta hatua inayofuata baada ya hatua ya makundi, na ndio tupo hapa. Tumecheza mechi zetu 2 za kwanza, hatujashinda, lakini tunaamini tutaendelea kupambana, tutashinda mechi zinazokuja. Ungua tutashinda hii mechi kweli. Unafahamu? Kwa hiyo ilikuwa kwenye pressure kubwa sana. Kwa hiyo tunapoteza nafasi dakika za mwisho namna hii. Lakini of course sasa nikizungumzia hizo moment ndio hiyo wakati sasa unawazia hiyo mechi jinsi inavyokuwa baada ya Jibu kupata kadi nyekundu. Kwa kweli kila mtu alikuwa na wasiwasi kwa sababu Dodoma wa moto wametukalia kooni, after time ile tunapishana, yani wanakuja na kutafuta kwa sababu na wao wanakwenda kushuka daraja. Kwa hiyo wanaitaka mechi kweli kweli. Tunapishana, tunasumbuana afu ndio tulishapungua. Sasa hii mechi itakuwa ngumu, lakini alhamdulillah tukishinda ile mechi. Tumeshinda 2-0 na mechi ya mwisho tukaja tukashinda hapa. Tukashusha Biashara, lakini Geita nao wakatoa sare na Coastal Union kule Tanga, Coastal tukamaliza 3. So hiyo ni moja wapo moment ambazo nazikumbuka sana. Kuna moment ambazo ziliwahi kuumiza kwa kweli kwenye mpira wa miguu? Ya, nyingi sana. Nyingi sana. Moment kubwa sana iliyowahi kuniumiza hasa kwenye mpira wa kimataifa. Tulitolewa na Bahri Dar Kenema ya kutoka Ethiopia. Tulikwenda kwao tufunga 2-1, tukaja hapa tukawafunga 2-1. Bahati nzuri kwetu, nadhani mpaka dakika 10 za kwanza tulishapiga 2. Yaani mapema tulishapiga 2 kwa sababu hii mechi leo tunapiga 10 hapa. Wakapata nao moja. Alafu ngome ikasimama kwenye 2-1. Nganga piga na wewe, piga na wewe. Dakika 90 zimeisha. Tunakwenda kwenye penalty. Wanatutoa. Mechi iliuma sana. Hizo ni moja wapo moments ambazo niliumia sana. Hizo ni hasa hiyo ni moment kubwa sana katika mitazo hizo. Ndani ya kikosi cha Azam, wewe kama naweza kukuita mlezi na vijana wako, kwa sababu wengine pale kama vijana wako, mchezaji gani unamuona ni msumbufu sana? Sema chokozi ni Pasco chokozi sana. Tukutu yani of course it's like a joke of a team. Yani ni anaweza kaenda kumfunga huyu kidogo akamkofia huyu, yani sio mfujo, yani sio mshari, lakini yule chokozi yani kidogo kaanza kumsumbua huyu kidogo, anapenda ule usumbufu fulani. Ni mtu mwenye vibe, yani unajua so Pasco Msimu ni yupi yani mtu mtulivu, yani mtu wa Mungu sana, sema church boy au mtu wa swali hina, yani unaelewa swali hina sana. Wengi kija mmoja. Unajua swala la Mungu bwana, Mungu kila mtu ana namna yake ya kumwabudu bwana. Lakini kuna mwingine ukisema hadi huyu ameenda kuswali leo kuna changamoto. Hiyo huwezi kupima kwa sababu swali, unajua mtu swali lazima aende msikitini. Watu wanaanza kuswali, lakini kuna wale ukiwaona tu huyu bwana mtu wa Mungu. Siwezi kusema sana, ila nasema kuna wale wapole, yani kuna wale wapole ambao yani sio mchokozi. Mtu kama Sadio Kanute mpole sana, Dudu mpole sana, ila na hasira sana.
lakini huwezi kumuona yani. Kanuti unapomwona uwanjani ni tofauti na kutana hivi. Kanuti ni mtu mmoja mpole sana, yani ni mtu ambaye yani ni mpole mno. Hata kuongea kwake ni shida. Sio kwa kiburi, lakini kwa upole. Ni mpole sana. Pole sana Kanuti. Tofauti kabisa na unapomwona uwanjani. The animal you see on the pitch ni tofauti kabisa na akiwa kwenye mazingira ya kawaida hivi. Tofauti kabisa. Ukiondoka leo ndani ya hiki kikosi, kipi unaweza kukikumbuka zaidi ndani ya Azam FC? Match day moments. Ile siku ya mechi, yani matukio ya kwenye mechi, namna mechi inavyokuendesha na kuchukua, hicho ndio kitu ambacho nitakuwa nakikosa sana, kwa sababu nimekuwa karibu sana na mechi na kuanzia kwenye pre-match meeting naingia yani mazoezini niko inapoanza mechi naona na kila kitu mpaka mechi inakuja kuchezwa nipo. Sasa hizo moment kama nitakuwa mbali nazo ndio nitakuwa nazikumbuka. Azam inacheza leo. Kwa kama enzi zangu na mimi sasa hivi nilikuwa sehemu fulani. Labda leo tulikuwa kwenye pre-match meeting au muda huu ndio tunajiandaa kwenda kwenye uwanjani au muda huu labda tunakumbusha wachezaji hiki vitu kama hivyo. Ndio nitakuwa nakumbuka. Nje ya mpira wa miguu, Babu Zaka anapenda nini? Mimi napenda muziki. Mimi napenda muziki wote. Yaani wewe goma likipigwa tu muziki wote ule. Unajua mimi sinywi pombe. Mimi sivuti. Sifanyi chochote. Lakini nalewa muziki. Yaani mimi hata kama tumeenda kwenye sherehe, ukishapigwa muziki tu ndio kama nimeshalewa yani. Yaani naweza nikaanza kucheza kwenye sijui vurugu tu yani hivyo na uchizi fulani ndio muziki. Ni muziki napenda sana. Wewe unapenda chakula gani? Ugali. Yepo na mboga yote ya majani lakini sio kabichi. Kwa nini sio zaidi kama kisamvu hivi, kisamvu chenye kama cha jana hivi. Sio unakijua kile cha nazi kile. Cha jana kile napenda sana. Of course na mlenda fulani hivi. Na mlenda fulani ambao Dar es Salaam huko watu hawajui. Sio watu wa bara kujua kidogo. Mlenda fulani tu swalo. Tabora hiyo. Unajua ule. Sasa ule na ntwili. Unajua ile ule mnyama. Sasa ule ndio wenyewe ukipiga ile ntwili imekaa yaani ile swalo ukipanga inakatika ile. Au kuna kitu kile kitu sansa hatari sana. Vile vitu ndio vinapenda vile. Au sio? Basi mimi nikushukuru sana. Asante sana. Asante sana.